Mke wangu bana, mimi naomba usisikilize yale maneno aliyokuambia huyo hapo bana. Hapa tulikuwa tunaishi vizuri tu na alichokuambia vyote ni uongo, sio kweli. Hata hivyo usijali mume wangu. Unajua huyu binti alikuwa amenimisi, ndio maana akaniambia hivyo ili niweze kurudi. Alikuwa anatafuta namna ya kurudi mapema. Hata hivyo mume wangu, nimekuja na mgeni. Huyu mgeni tutakuwa naye hapa ndani ya siku 2. Ni mfanyakazi mwenzangu. Kwa hiyo nimeona asende kulipia huko sui guest sui nini. Ndio maana nimekuja naye hapa nyumbani. Kwa hiyo tutakuwa naye hapa. Wewe unasemaje unajitaka unajitaka? Subiri kwanza. Wewe basi. Mbavu sana. Atakuwa siku ngapi? Siku 2. Hakuna. Shindwe. Ila bosi bwana. Sema unajua nini bosi? Umeleta mwanamke mzuri, amekuzidi hadi mshepu, amekuzidi rangi, amekuzidi macho. Ila sema bosi wewe Mungu kakujalia lakini. Mama wewe. Karibu mgeni. Asante. Umeleta nyama, itapigwa hiyo nyama. Itapigwa. Unamaanisha nini? Hamna, anasema ni nyama tutakuwa tunampikia mgeni kila siku. Sasa umesikia shemeji? Yaani mimi mwenzako unavyoniona hapa, mimi sinaga mambo mengi. Yaani kama kuku tu ile jogoo, yani kishapanda hapo ukashuka. Kwa usijali, nataka nikupeleke guest nini pale kwa mzee Masawe pale. Kuna guest nzuri pale. Lodge imekaa iko smart. Kwanza asubuhi unapata vitafunio. Ni shemeji. Akijua je mkeo? Ajue wapi bana, yule ndio maana tumekuja kutuongelea mambo ya kiserikali huku. Au Utamwambiaje sasa? Unamwambia tu bana, mimi siwezi kulala hapa sebuleni na mfanyakazi. Sasa nitaongea naye. Au sio? Hapo ndo mambo sana. Habari zenu. Wewe shetani kweli, mbavu sana wewe. Udo ba.